Kwa majina naitwa John Minja, ni kiongozi mwanzilishi wa taasisi ya Piga Kitabu Unit. Mwaka 2022 nilifanikiwa kukutana na binti Glory akiwa na ufaulu wa division 2 ya 18 katika mtihani wake wa kidato cha 4. Kawaida yetu huwa tunatoa zawadi kwa mwanafunzi wa shule ya kata aliyepata 1 ya 7. Kwa shule yao kulikuwa kuna mwanafunzi aliyepata 1 ya 7, lakini nilipoelezewa mazingira yake ilibidi na yeye nimjumlishe katika wale ambao waliopata 1 ya 7 ingawa walipata 2 ya 18. Nimehitimu kidato cha 4 mwaka 2022 na kupata division 2 ya point 18. Baada ya hapo nilijiunga na kidato cha 6. Nimehitimu mwaka huu na kupata ufaulu wa division 1. Sasa natarajia kwenda kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kozi ya shahada ya sanaa ya Kiswahili. Nikiwa kama mwanafunzi mwenye changamoto ya usikivu, kuna mambo mengi nashindwa kusikia kutokana na tatizo langu. Unakuta mwalimu anafundisha kile kitu anachoongea, mimi nakuwa sikielewi. Mpaka pale nipitie notes ndipo niweze kuelewa mada husika. Napenda kuomba wadau wote wa elimu waweze kunisaidia niweze kupata kifaa cha kusikilizia ili na mimi niweze kusoma vizuri kama wanafunzi wengine. Majina yangu ni Rehema Wandali Ndonka, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya Golden Star Consultants. Sisi tunajihusisha na kuwasaidia vijana wa Afrika wenye maono ya kufanikiwa kupitia elimu kupata fursa mbalimbali ili kuweza kupambana na kusaidika katika maisha yao. Kama wadau wa elimu, tulipokea changamoto ya binti Gloria kupitia mkurugenzi wa Piga Kitabu Unit, Mr. John Minja. Kipekee tuliguswa sana na tulipata nafasi ya kuja kutembea, kuiona hali halisi ya Gloria na kuiona familia yake. Tuliweza kukuta anaishi na bibi, lakini pia tulitamani kujua historia yake ya kielimu ilivyokuwa, na tuliweza kujua mafanikio yake makubwa ya kielimu, ambapo amekuwa ni mwanafunzi bora sana darasani na ameweza kufanya vizuri kwenye matokeo yake ya kidato cha 4, cha 6 na hata sasa ameweza kupata nafasi ya kwenda chuo kikuu. Kipekee pia kama binti tumeweza kuguswa na historia ya Gloria, ya maisha yake aliyokulia, lakini nimetamani kuendelea kuwa na nafasi katika kufanikisha mafanikio yake ya kielimu. Na kulingana na changamoto ya kutokusikia aliyokuwa nayo, niko mbele zako leo, ninakuomba nishike mkono, tushike mkono ili tuweze kuyafanikisha malengo ya kielimu na mafanikio ya ndoto za binti Gloria. Historia ya Gloria ilitugusa sana sisi. Tumemkuta akiwa anajiandaa na mitihani yake ya kidato cha 6, lakini tukaambiwa kwamba anatembea kwa mguu na kujisikia vibaya. Kwa hiyo kama kampuni ya Golden Star Consultants na wadau wa elimu tuliamua kumsaidia Gloria kuanzia mahitaji ya nyumbani kwa sababu anaishi na bibi yake, lakini pia tukaamua kumhamishia shuleni kwa sababu alikuwa anajiandaa na mtihani ili awe na utulivu. Lakini baada ya hapo pia tulihakikisha baada ya mitihani tunafuatilia matokeo, na matokeo yake yalikuwa mazuri sana. Na hilo lilitupa nguvu kubwa ya kutaka kuendelea kumsaidia zaidi. Na ndipo tulipoamua kufanya application ya chuo, na baada ya hayo maombi ya chuo kikuu, kweli Gloria amefanikiwa, amechaguliwa chuo kikuu cha UDSM au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na kwa sasa anajiandaa kwenda chuoni, lakini kwa uhitaji uliopo kwa sasa, kwa sababu hasikii, kaona ni vizuri kufikia wadau na marafiki ambao wangependa kumshika Gloria mkono ili aweze kupata visaidizi vya kusikia au vifaa vya masikio. Na movement hii tumeita kwa jina la Gloria's Fund. Tumemfungulia account ambayo inasoma kwa majina ya Gloria Eric Mwenge.
Na kama tunaweza tukachangia harusi 100,000, 200,000, 500,000, basi tunaweza tukamshika Gloria mkono akaweza kusoma. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidia maisha ya watu wengi sana. Leo huyu ni binti lakini ni mama. Tunaweza tukasaidia huyu mmoja lakini yeye atasaidia watu wengi zaidi. Kwa pamoja tunaomba tumshike mkono Gloria ili aweze kuifikia ndoto yake na malengo yake ya maisha. Gloria's Fund, let Gloria shine. 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 Gloria's Fund, let Gloria shine.